أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. أيها المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فإن من اتقاه وقاه ومن سار على نهجه نجاه. أما بعد. Allah tabaraka wa taala amejalia kupitia katika nyakati na kupitia katika matukio anazitengeneza ahkamu zake za kisheria. Ukiangalia katika sheria tukufu ya Kiislamu, sehemu kubwa kuja kwake kumepitia katika nyakati na matukio. Kwa hiyo inapotokea kuna wakati fulani unapita kwako, jilazimishe ewe mja wa Allah kujua nyakati kama hizi Mola wangu anataka nini kwangu. Lakini pia kama yanatokea matukio, yasipite bure bure kwako yale matukio bila kujua ahkamu za Allah juu ya matukio haya. Hapo ndipo ambapo utaweza kunufaika na wakati na utaweza kunufaika na matukio. Kwa kwako wewe si mtu wa wakati wala si mtu wa matukio, unajiweka mbali na uhalisia kwa sababu wewe upo ndani ya nyakati na wewe upo katika maisha ya matukio. Wewe ni sehemu ya matukio, wewe ni sehemu ya nyakati. Angalia huu wakati ambao tuko nao ni wakati wa mwishoni wa mwezi wa Shawwal. Hizi nyakati zina hukumu gani katika sheria? Sheria imesema nini kwenye nyakati kama hizi? Kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema alhajju ashhuru ma'lumat, ibada ya hija imewekewa miezi maalum. Qala almufassirun, wamesema wanazuoni tafsiri hii ashhuru ma'lumat, miezi maalum ni miezi miwili na siku 10. Mwezi wa kwanza ni huu mwezi wa Shawwal, ni mwezi wa kuhirimia ibada ya hija, na mwezi wa pili ni mwezi wa Dhulqaada, ni mwezi wa kuhirimia ibada ya hija huo unaofuata, ambapo tubakisha kama siku moja mbili tuingie katika mwezi wa Dhulqaada. Lakini siku 10 za mwanzo za mwezi wa mfungo 3, mwezi wa Dhulhijja,
Kwa hiyo mwezi wa Shawwali mfungo mosi, mwezi wa Dhulqaada mfungo pili, na mwezi wa Dhulhijja mfungo tatu, siku 10 za mwanzo. Kipindi hiki chote unaweza kuelimia ibada ya hija. Na kwa wale waliona kwamba wamemaliza dhima za ibada kwa kutoka mwezi wa Ramadhani, hawajui tu kwamba ukimaliza Ramadhani, nguzo katika nguzo za Uislamu, inaingia ibada ya hija, nguzo katika nguzo za Uislamu. Baada ya hii miezi mitukufu ndani yake, ambayo hii miezi ya hija ndani yake ambayo unaweza kuhirimia ibada ya hija, tuna muambatano wa miezi mitukufu mitatu. Huenda kuanzia kesho kutwa tukaingia kwenye miezi mitukufu, ambapo Allah tabaraka wa taala asema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mwezi wa Dhulqaada ni katika miezi mitukufu, mwezi wa Dhulhijja ni katika miezi mitukufu, na mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu. Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi mitukufu. Hata kama tumetoka kwenye mwezi wa Ramadhani, lakini hapakuwa na wito huu wa Allah mwezi wa Ramadhani, fala tadhlimu fihinna anfusakum, hapakusemwa hivi ndani ya Ramadhani. Kwa kama wewe ulikuwa unaona umejidhibiti na mpaka kisheria kwa sababu heshima ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu tu ya kuheshimu mwezi wa Ramadhani, unalazimika, sio kwa hiari yako, uheshimu hii miezi mitukufu, kwa sababu hata watu wa jahiliya walikuwa na heshima hii miezi mitukufu. Yasalunaka anish shahril haram qitalin fihi, wanakuuliza kuhusiana na kupigana vita ndani ya miezi mitukufu. Kwa nini nyinyi Makuraishi mnauliza kupigana vita ndani ya miezi mitukufu? Kwa sababu wao wanaheshimu miezi mitukufu, haifai kupigana vita ndani yake tokea enzi hizo. Je, baada ya kuja kwa Mtume Muhammad sheria hii imekufa? Jawabu lake qul qitalun fihi kabirun, waambie kupigana vita katika miezi mitukufu ni katika madhambi makubwa. Kwa hiyo bado heshima ya miezi mitukufu ipo vile vile kama ilivyokuwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi na katika zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tuna nyakati tukufu ambazo tunatakiwa tujibidiishe kwenye ibada ndani yake, lakini kwa njia ya wajibu tunalazimika kujiepusha na madhambi madhahara minha wa mabatan, kwa sababu ya nyakati hizi. Nyakati ni nyakati ambazo mwenyewe aliyeziumba ameziheshimisha, amezitukuza, amezinyanyua. Vile vile matukio, Allah jalla jalaluhu amejalia ahkamu zake nyingi, kazitengenezea matukio ili yale matukio alete ahkamu hizo. Ukiangalia kwenye asbabu nuzul ya aya nyingi za Qur'an, nyingi zaidi katika aya za Qur'an zimekuja na matukio. Kuna tukio fulani limetokea, Allah analeta aya ndani ya tukio hilo kwa ajili ya kutoa hukumu yake ambayo inaambatana na tukio hilo, ili iwe ni hukumu kwa tukio hilo na matukio mengine yenye kufanana na hilo. Kwa hiyo muumini ambaye amesifiwa ni fatin, mwerevu, akili yake iko makini, matukio yote ayawekee mstari kwamba tukio hili linatokea, ndani yake pana nini katika ahkamu za Allah tabaraka wa taala pamoja na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili muumini awe tofauti na mahawamu, watu wa mtaani ambao kwa wao matukio pamoja na misimu haiwabadilishi kwa chochote. Ikhwani fil iman, macho na masikio ya ulimwengu yapo katika Mashariki ya Kati. Wa kaifa la, kwa nini isiwe hivyo hali ya kuwa mzunguko wetu wa kimaisha umebadilika kwenye kila hali? Ikiwa wewe humiliki chombo cha usafiri, huendi sheli kutia mafuta ukajua kwamba mafuta yamepanda bei sana, nenda dukani kanunue kile kitu ambacho umezoea kununua, alafu toa ile pesa uliyozoea kutoa siku zote, taambia pesa haitoshi. Kwenda kununua dumu la maji juzi usiku, nikalipa bei ile niliyozoea, naambia kwamba bei hela haitoshi.
Amuuliza kuna nini? Wakasema ongeza 500. Nikauliza kwamba na sisi tunalipia gharama za mafuta kwenye haya maji ya kunywa? Dumu la maji lile la 4,000 sasa hivi nauzwa 4,500. Imeongezeka 500 kwa sababu ya kwa utabuswa tu, utake usitake utabuswa. Alafu Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu kitukufu cha Qur'an, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Itokee Marekani apiga simu kwa Mfaransa, anapiga simu kwa Mwisraeli, wakakaa wanaongea faragha. Hiyo faragha yao watakaokuwa wanaizungumza, Allah anasema la khaira fi kathirin min najwahum, utesi wanaofanya ndani yake hauna kheri sehemu kubwa, ila ule utesi ukaambatana na moja ya mambo matatu. Kwenye kule kuteta kwao, wao wanateta kuangalia hali za watu maskini wanyonge wanaoishi kwa taabu na dhiki, waamrishane kutoa sadaka kwa ajili ya kunyanyua hawa wenye hali duni. Utesi wao utakuwa na maana. Au kuna wema umeachwa kufanywa, au kuna uovu unatendeka, basi katika kuteta kwao wawe wanaamrishana ule wema utendeke na ule ubaya uachwe. Utesi huo utakuwa na maana. Lakini kama kuna watu ambao wamerumbana, wamevutana, huenda ndio itazalisha hata haya majadiliano ya mara kwa mara, basi zungumzieni katika kusuluhisha hao watu ambao wanalumbana, wanavutana. Waqala Allah ta'ala wasulhu khair ay min al-firaq, kupatanisha ndio kheri kuliko kufarikisha. Ikhwani fil iman, ilikuwa Ijumaa iliyopita kama leo, dunia nzima ilikuwa macho yao na masikio yao wameelekeza Pakistan kuangalia uwezekano wa kusuluhishwa baina ya makundi mawili yenye kutunishiana misuli ambayo yamekwenda kuvuruga uchumi mzima wa dunia. Sio uchumi wa dunia tu, yamekwenda kurekebisha hata baadhi ya maelezo ambayo tumepewa. Kama kuna maelezo tuliambiwa ila kwa wakati ambao tunauona, hapana, haya maelezo mbona hafanani na huo uhalisia? Ikawa tena hakuna kikao cha kujadiliana kwamba uhalisia ni kadha, macho yenyewe yanaona na masikio yanasikia, tunajua hapa uhalisia uko hivi. Yale tuliyopewa tuliambiwa tu, lakini uhalisia ni huo ambao tunauona wenyewe kwa macho yetu. Ikhwani fi iman, ile sulhu ya masaa 21 haikutimia. Katikati hapa tukaambiwa kuna sulhu nyingine siku Alhamisi, yani ya jana, lakini imepita kimya kimya, hakuna chochote ambacho kinaelezwa. Mimi nataka niwaambie jambo moja, sawa sawa tumepewa taarifa au hatukupewa taarifa, ni lazima suluhu ifanyike kwenye hii kadhia. Lazima wasuluhishane, kwa sababu kama hautaki kusuluhishana kwenye kadhia hii, dunia itakutenga, sababu watu wapo tayari kuendelea kupata matatizo haya ambayo yanaendelea. Haya matatizo yanamgusa kila. Sisi kwenye nchi zetu huko tuna nafuu kubwa sana. Huko nchi za kwanza za dunia hali ni mbaya mno. Ikhwani fillah, mimi hotuba yangu ya leo nataka niseme katika matukio ambayo yanazalisha ahkam, ni tukio lililotokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 6, inaitwa Sulhul Hudaybiyah, usuluhishi uliofanyika katika eneo la Hudaybiyah. Na sulhu hii ilikuwa baina ya Waislamu na makafiri. Upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, huu ni upande wa Waislamu, lakini upande wa pili ulikuwa upande wa Makureishi ambao walikuwa ni washirikina, si Waislamu. Na hii ni ishara ya wazi kwamba kwenye kadhia ya suluhu huwa haijalishi kwamba wanaosuluhishana ni watu wa dini moja au dini tofauti. Abadan, haijalishi. Suluhu ni kimbilio la kila mvutano.
Mvutano unapofikia kwenye kima ile ya juu, kinachofuata baada hapo ni usuluhishi la mahala. Hakuna njia, hakuna ujanja, lazima watu wasuluhishane. Sasa suluhu itangazwe watu wasikie, au ifanywe kimya kimya ndani ya nyumba, mke na mume wenyewe kaitana kwamba haya maisha tunaoishi mpaka wapi? Mimi na wewe, mke na mume, hivi hali hii mwisho wake utakuwa nini? Kweli mwenzangu, hata mimi nimeona na mimi nimejiona mimi ndo nina makosa. Yaani mimi sikuwa najua mwisho wake utakuwa hivi. Wenyewe kwa wenyewe chumbani kutekeleza takwa la kisheria, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas was-sulhu khair. Ikhwani fil iman, يقول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآية hii aya ipo katika suratu al-Fath, na hii suratu al-Fath imeshuka kwa ajili ya sulhul Hudaybiyah, suluhu iliyopatikana baina ya Waislamu na washirikina wa Makka, baina ya mtume wa Allah ambaye yeye anaamrishwa na Allah, anapewa wahi na Allah, analindwa na Allah. Walillahi junudu samawati wal ardh. Yani mwenyewe Mola angeamua tu kuleta majeshi ya upepo, akaleta majeshi ya wadudu, akaleta majeshi ya wanyama wakali, akaleta majeshi ili amalize kadhia ile, na hakuna ambacho kingeweza kukataa, ila kwa ustaarabu wa maisha ya watu wenye akili timamu, watu wenye busara. Huwa mwisho wa matatizo yao ni kukaa chini kuangalia wapi tunavutana. Na kuna wakati sulhu inakuwa hata kwa waumini wenye kwa wenyewe. Wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum, ikitokea makundi mawili ya waumini wamesuguana, wamevutana, wamelumbana, inatakiwa iwe ipatikane ta'ifa thalitha musliha, kundi la tatu ambalo ni la wasuluhishaji. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, hili kundi la wasuluhishaji linatakiwa liwe lina nguvu ya maamuzi na maamrisho, kiasi ambacho litakapokwenda kwenye upande wa kwanza likasikia matakwa ya upande wa kwanza, likapeleka yale matakwa ya upande wa kwanza kwa upande wa pili, na likachukua matakwa ya upande wa pili kupeleka upande wa kwanza, alafu mwisho lenyewe linatakiwa lisimamie, limesikiliza, kubaliana na hili ili jambo limalizike. Bwana, kubaliana na hili ili jambo liishi. Ikitokea mmoja wa walumbanaji wawili anataka haki yake kamili 100% kama vile anavyotaka, maana yake huyu hataki suluhu. Allah anasema faqatilu allati tabghi, litandikeni, mwenye kutandika awe na nguvu. Sasa sijui nguvu hiyo Pakistani anayo dhidi ya Marekani na Israeli upande, dhidi ya Pakistani upande wa pili. Huenda ikawa hawa wagombanaji wawili wakawa wana nguvu zaidi kuliko msuluhishaji. Mnakusudia sulhu, basi lazima ipatikane taifa thalitha, kundi la tatu la wapatanishi, na miongoni mwa masharti la ili kundi la tatu liwe lina nguvu ya ushawishi wa kuweza kushawishi pande mbili na kuzitia adabu hizo pande mbili, kwa yule atakayeleta jeuri amnyoshe ili arudi kwenye sulhu. Kwenye aya hii Allah anasema fa in fa'at, ikiwa limeona madhara linalopata ile kundi ambalo limekataa sulhu kwa kule kutengwa, kupigwa, kutishiwa, likaamua lirudishe nyuma msimamo wake, fa aslihu bainahuma, hatutaki tuendelee kulitenga, turudi tena kwenye meza tukubaliane kwamba hili na hili na hili. Ile sharti la mwanzo likataa, kubali. Bwana nimekubali, haya tia saini. Na tia saini pale, kutoka pale naambia jamani, jambo limekwisha. Hatutaki chokochoko. Hata kusema watu wa huku wala upande wa huku, jambo limekwisha, dunia imerudi kwenye amani yake. Ikhwan, matukio yote yanafundisha
Na kuna wakati Allah analeta matukio ili ahkamu. Tumesema kuna ahkamu zina hukumiwa kutokana na matukio. Yaani kuna ahkamu za sheria zimekuja kwenye matukio. Lakini wakati huu sheria ishakamilika, kuna wakati ahkamu za sheria zinahuika, zilisahaulika, zinapata nguvu kutokana na matukio. Billahi alaikum, ugomvi wa Marekani pamoja na Marekani akishirikiana na Israeli upande mmoja, wanaogombana na Mpakistani, lieleweni vizuri tukio la Sulhul Hudaybiyah, mtaona kuna kitu cha kujifunza ndani yake. Ikiwa kama nyinyi mnatumia elimu katika kuyaendea matatizo yenu, kwenye kutatua changamoto zenu, mnatumia elimu, Sulhul Hudaybiyah ina mafundisho ambayo lau kama watayashika hawa wasuluhishaji wanaweza wakapata makhraj ya kumaliza hili tatizo lililopo. Sababu Sulhul Hudaybiyah haikuacha wagombanaji wawili waendelee kugombana. Aslihu bainahuma, suluhisheni baina yao, tumieni vigezo vya sulhu ili sulhu ipatikane. Lakini kama imeshindikana sulhu, faqatilu allati tabghi, pigeni, tandikeni yule mtu ambaye hataki kusuluhishana hata tafia ila amrillah. Nataka niulizeni swali, haijafikia wakati dunia kumtandika asiyotaka sulhu kwa hali hii ya walimwengu waliofikia? Na kumtandika sio lazima kuchukua mashine gani kumpiga risasi, wala kuchukua panga kwenda kumkata kichwa, wala sio lazima kwenda kumpiga jeplate. La, walillahi alhamdu wal minna. Njaa inafundisha, njaa inafundisha. Hata kama unaipa jeuri, leo hii nchi nyingi za Ulaya ambazo zilijikuta zinajilazimisha kuwa upande wa Marekani kwenye kadhia hii dhidi ya Iran, anaanza kuchomoka mmoja mmoja. Taarifa ya jana siku ya Alhamisi, waziri mkuu wa Italia, mwanamke yule mama yule, mwanzo Trump alimsifia mwanamke mmoja mwerevu sana na akili sana. Siku 3-4 zilizopita yule mama alizungumzia uhusiano wake na Marekani na kukataza majeshi ya Marekani yasiweke kituo chao pale ndani ya Italia. Lakini jana amevunja uhusiano wa kijeshi baina yake na baina ya Israeli. Kavunja. Hata kama utaki, mwisho wake ndio utakuwa huu. Kwa hiyo itakapoonekana zile masalihi zao kubwa walizokuwa wananufaika nazo katika uhusiano wao na nchi nyingine zinavunjika siku baada ya siku, wataendelea na msimamo wao. Hiyo ndio faqatilu allati tabghi hata tafia ila amrillah. Uwezo ukatembea peke yako duniani, utahitaji tu ushirikiano na watu. Lakini pia ikhwani fil iman, Sulhul Hudaybiyah imeangalia maslahi mapana yajayo kuliko misimamo ya kawaida ya wakati huu. Kuna baadhi ya bunudu almuahada katika Sulhul Hudaybiyah zilikuwa wazi zina dhulma kwa upande wa Waislamu, na baadhi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikataa kutia sahihi, bali wengine walikwenda mbali kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama utakapokuja kuona kwenye hutuba ya pili, kumwonyesha Mtume hatuwezekani tukaridhika vitu kama hivi. Lakini Mtume anamwambia, ya Umar, ana rasulullah haqqan, Umar, mimi ni mtume wa Allah kweli, walan yudayyi'ani Allah, Allah hanipotezi kwenye hili. Kubaliana na hayo katika hizi pointi 4 zilizowekwa, kuna pointi moja tu, sisi tutatokea kwenye hiyo pointi. Umar helewi, lakini mwisho wahyi unashuka. Umar anamuuliza Mtume, ni kweli fatwa hii inapatikana, ushindi unapatikana? Anaambia, naam, hii ni fatwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du.
روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال: كنا بصفين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tulikuwa katika eneo la Siffin tukiwa pamoja na mtume wa Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walau ra'ayna alqital laqatalna, yani lau kama rai ingepita pale tupigane, tulikuwa tayari kupigana. Faqama Sahal ibn Hanif faqala ittahimu anfusakum. Tulikuwa katika eneo la Siffin. Siffin ni moja ya vita vilivyopiganwa baina ya Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Na sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipigana vita 3 wenyewe kwa wenyewe. Vita ya kwanza inaitwa Mawqi'atul Jamal, baina ya Aisha akiwa pamoja na Talha ibn Ubaydillah na Zubair ibn al-Awwam upande mmoja, na upande wa pili ulikuwa na Ali ibn Abi Talib na wafuasi wake. Lakini baadaye ikatokea vita hii inaitwa As-Siffin baina Muawiya ibn Abi Sufyan akiwa rais wa umma wa Kiislamu kwa upande wa Sham, na baina Ali ibn Abi Talib akiwa rais wa Waislamu katika upande wa Kufa radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Hii vita inaitwa Siffin. Tulipokuwa katika eneo la Siffin, faqama Sahal ibn Hanif radhiyallahu ta'ala anhu faqala ayuha an-nasu ittahimu anfusakum. Vita vya Waislamu wenyewe kwa wenyewe, masahaba wenyewe kwa wenyewe. Huyu bwana akasimama anatoa hutuba, anawaambia makundi yote mawili ya Waislamu: enyi watu, zituhumuni nafsi zenu, tuhumuni rai zenu. Mnajua hapa tunapigana Waislamu kwa Waislamu. Mtu ambaye amekhiari kuingia kwenye mapambano hivi anadhana hata ya kulazimisha kwamba yupo kwenye makosa, bila shaka anajiaminisha kwamba yupo kwenye sawabu, na ndio maana kaamua kuingia kwenye mapambano. Wacha hiyo, sababu anajiona yeye ndio kapatia. Sasa huyu bwana anatoa hutuba kwa maswahaba wenzake, anawaambia ittahimu anfusakum, zituhumuni nafsi zenu. Tunawaambia walimwengu kwa kadhia hii inayoendelea sasa hivi, ittahimu anfusakum, hebu jaribuni kujiweka kwenye makosa. Ondosheni ile dhana ya kwamba mimi nina haki ya kwenda kumpiga fulani, mimi nina haki ya kulipiza kisasi kwa fulani, na haki ya wajibu wa kujitetea. Ittahimu anfusakum, zitieni kwenye makosa nafsi zenu, na mkiweza kufanya hivyo mnaweza mkatatua hili tatizo. Ama pale ambapo kila mtu atajiona ana haki ya 100% na ana haki ya kutetea hiyo haki yake, akubali kutanaza hata kitu kimoja, amwezi mkakia kwenye kusuluhisha. Enyi walimwengu, ikiwa kama wewe hamasa zako kwenye machafuko haya ni dini yako, maana pana Wakristo hapa washabiki wa Israeli, wakati Israeli ni Uyahudi, ni dini nyingine, na Ukristo ni dini nyingine, na Uyahudi hautaki Ukristo hata kwa kulazimisha. Waqalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay, waqalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay. Mayahudi wanasema Wakristo sio chochote, sio lolote, na Wakristo nao wanasema Mayahudi sio lolote, si. Sasa kuna dini ya mapasta ambao kiasili ya mapasta wametengenezwa huko kuja kudhibiti watu, kuja kuanzisha vikanisa vya michongo vya vichochoroni. Utalikuta kanisa liko Tanzania, hapa mbele pana bendera ya Israeli. Hii maana yake nini? Sasa hawa wanaomezesha wafuasi wao mitazamo kuambia kwamba Israeli ni taifa la Mungu, atakayeliunga mkono taifa la Mungu ataungwa mkono na Mungu, atakayeliacha taifa la Mungu liteketee atatengwa na Allah. Upuuzi ondosheni. Ittahimu anfusakum, zioneni nafsi zenu zipo kwenye makosa, hata kama hamkulazimisha kuziona nafsi zenu kwenye makosa, ukweli mpo kwenye makosa. Dunia inataka sulhu. Mnajua mlipopokosea,
Hata kama hamjui wapi mmekosea, lazimisheni kwenye nafsi zenu muone mpaka hapa tulipofikia ni matokeo ya makosa tuliyoyafanya. Ndio maana hali imekuwa hivi. Pamoja na kuwa ni ngumu kwa mtu kukubali kiongozi wake wa nchi kauawa, wanasayansi wake wameuawa, makamanda wake wakubwa wa jeshi wameuawa, lakini kwa ajili ya maslahi ya vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo, hawa wamekwisha kufa, kadhia yao wamekwisha kupita, lakini kuna watu wataishi miaka 2000 3000 ijayo. Mnaosaidia vipi hao? Tuendelee na msimamo wa kudai haki ya kiongozi wetu waliouawa, makamanda wetu waliouawa, wanasayansi wetu waliouawa, wakati huo tunaendelea kugharimu vizazi vilivyopo? Itahimu anfusakum, zitieni kwenye makosa nafsi zenu. Hebu shusheni silaha zenu, angalieni mwelekeo wa dunia yenu na angalieni mwelekeo wa vizazi vyenu vijavyo. Ikhwani fil iman, kuna watu wanasema hatuwezi tukakubali kudhalilishwa. Kwa nini tudhalilishwe? Naam, mwanadamu aliyokuwa huru, mwenye akili timamu, aliyokuwa huru kifikra na mtazamo, hakubali udhalili. Bora akose chochote atakachotarajia kukipata kuliko kuendelea kunyanyasa na kudhalilika. Naam, lakini kuna wakati tunaangalia maslahi mapana yajayo. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, alasna ala alhaqi wa hum ala albatil, alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar. Mtume, kwa nini unakubaliana na vipengele hivi vya suluhu? Kwa nini unakubali unyonge kiasi hiki? Kwani Mtume, haikuwa sisi tupo kwenye haki na wao wapo katika batil? Je, Omar kwenye hoja hii anakosea? Anapatia ndio, Waislamu wapo kwenye haki na makafiri na washirikina walikuwa kwenye batil. Akasema tena Umar al-Faruq radhiyallahu anhu arda, alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, haikuwa wale watakaouawa miongoni mwetu wanakwenda peponi na watakaouawa miongoni mwao kwenye mapambano haya tukiamua kupigana wao wanakwenda motoni? Kwa nini tukubali vipengele hivi vyenye udhalili, ewe mjumbe wa Allah? Mtume anamwambia, ya Umar, ana rasulullah haqqun. Umar, mimi ni mtume wa Allah haki wa haki kabisa, walan yudhi'ani Allah, kwenye kadhia hii Allah hatanipoteza. Umar anatoka pale anaona tumevipi sasa, anakwenda kwa Abubakari, labda atapata kumshawishi Abubakari amshawishi Mtume wabadilishe msimamo, sio sulhu, waingie kwenye mapambano. Umar anamwambia Abubakari maneno kama aliyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Abubakari radhiallahu anhu anamjibu Umar kama alivyojibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, hadha rasulullah haqqun. Umar, tambua kwamba ni mtume wa Allah kweli, na Allah hampotezi mtume wake. Allah jalla jalaluhu akashusha suratul Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah kawaridhia waumini walipokubali kuweka mkataba wa utiifu pamoja na wewe chini ya mti ambayo fanyika ndani yake sulhul Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akajua ukweli wa waumini uliopo ndani ya nyoyo zao. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, Allah kashusha utulivu katika nyoyo zao. Wa athabahum fathan qariba, amewapa ahadi ya ushindi uliopo karibuni. Ilikuwa mwaka wa 6 na ushindi huo umepatikana mwaka wa 8, Fathu Makkah. Na waulizeni swali, lile jambo lingepita pale, mapambano, umwagaji wa damu baina ya makundi mawili, hivi kweli baada ya mapambano yale ilikuwa tayari tunaingia kwenye ushindi? Jihadi ya Kiislamu haifanyiki kwa kubeti. Ndio maana mtume wa Allah pale hakuamua mapambano,
Angekuwa anajua kwamba mapambano yana matokeo mazuri kwetu, angewaambia tuingie kwenye mapambano. Sisi ni wa Allah na tuna majeshi ya Allah, tuna msaada wa Allah, twendeni kwenye mapambano. Lakini hakuona kwamba maslahi kwa wakati ule ni mapambano, na akaona kwamba ile fathu aliyoahidi Allah, fathan qariba, ili ndio jambo la msingi. Na ni kweli hakumwaga damu hata ya mtu mmoja, wala hakufinywa hata mtu mmoja. Waliondoka wakarudi zao katika mji wa Madina, wakatulizana. Mwaka wa 7 wakaenda kufanya fathu Khaybar iliyowajenga kiuchumi kiasi kikubwa sana. Mwaka wa 8 wakaenda kufanya fathu Makkah. Wale wote waliokuwa wanaleta mikwazo na mikwamo kwenye ile sulhu, mwaka wa 8 wote walikuwa chini ya taa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi yao wakawa wamesilimu na baadhi yao wakawa. Tunawahusia wagombanaji wawili, hebu ijalieni fathu ya karibu kwa pande zote mbili kuwa ndio dira yenu. Waoneni huruma walimwengu, watu wanateseka sana, maisha yamekuwa magumu sana, gharama za maisha zimepanda kiasi kikubwa na hali zimekuwa duni sana. Na kwa mwelekeo huu kinachotarajiwa ni kuendelea kupanda juu gharama za maisha, sio kushuka chini. Vile vile hii tabia ya baadhi ya Watanzania kujiweka kwenye kundi la washangiliaji, hii ni katika moja qismatun dhiza, kipimo cha dhulma, cha udhaifu, cha unyonge sana. Wakati wanaume wanatunishiana misuli huko, mtu mwenye vikwazo vya miaka 40 ana uwezo wa kumtetemesha superpower wa dunia. Si ambao tuna vikwazo, na toka tumepata uhuru zaidi ya miaka 60 sasa hivi, hatuwezi hata kupambana na mareli. Na tutakuwa vipi na hali hii ya kuweza kuchallenge na dunia, wakati sisi watu wetu wana akili ya kushangilia tu? Yaani leo Tanzania kuna kundi wanashangilia Amerika na Israeli, na kuna kundi linashangilia wapi? Pakistan, Iran. Na haya makundi mawili kuyakuta sehemu wanaweza kumaliza masaa 3 ya malumbano. Iran mwanamume bwana, Amerika ndio superpower bwana, masaa 3. Afu kumaliza hapo mmechoka hoi. Mmetoka kijiweni, mnaenda zenu nyumbani kwenda kwenye ugali wa familia. Tuelewana? Huu ni upuuzi. Tunatakiwa kama Watanzania tujifunze haya ambayo wenzetu wamerudia. Wao ni binadamu kama sisi, wana macho mawili kama sisi, wana mikono miwili kama sisi. Wao wameweza, sisi tunashindwaje? Hii hali ya kuwa eti tumekaa tuna jambo letu la kinchi tunalifanya, alafu kesho tunaambiwa bunge la Ulaya linasema Tanzania lazima mfanye 1 2 3. Nyinyi ni nani? Mna mamlaka gani kwetu? Lakini uwezi wewe ukao na maukifu kama hii, ukiwa wewe nasibu yako katika mambo ya msingi ya dunia, wewe ni kushangilia. Wewe ni mshangiliaji, kupiga debe. Tuandae na tujiandae kama wao walipoandaa na wakajiandaa. Leo hii wana uwezo wa kuitikisa dunia nzima. Na moja ya vitu tunavyotakiwa dunia tuachane navyo, huu uongo kudanganya. Eti kifereji kile cha Hormuz kinapitisha nishati ya dunia 20%, na nishati nyingine ya dunia iliyobaki inapita sehemu nyingine. Kwa nini hii sehemu nyingine ya 80% isimeze ile 20% iliyokwama? Iweje 20% iliyokwama inakwenda kumeza 80% ambazo bado zinaendelea kuoperate vizuri? Hii dunia ya uongo hii inapelekea wakati mwingine kufikisha hapa tulipo. Na jambo la mwisho, kama hamtaki kusuluhisha mapema walimwengu, kuna hatarisho ambalo limetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia kumwambia Trump, siku 2 3 zinazokuja, kama hukutafuta suluhu ya haraka ili tatizo, unakwenda kufungwa ule mlango wa bahari nyekundu, Babul Mandab. Kwa ukifungwa na ule mlango, dunia nzima inakuwa imepigwa pini. Na hawa wanaofunga hii mifereji hawana wanachopoteza.
Intelligence inaonyesha wa jamaa wanakoelekea kwenda kufunga wapi. Wameweza kupiga pini Hormuz, wanakwenda kufunga Babul Mandab katika Red Sea, bahari nyekundu kule Yemen. Wakishafunga kule, binadamu wanapumulia wapi? Wakati huo ufahamuni, kinachojadiliwa hapa ni nishati ya ulimwengu, na kwa rahma yake na fadhila zake hii nishati yote imeiweka kwenye miji ya Waislamu. Lakini ni amuoni namna gani Allah kawapa nguvu nyinyi Waislamu. Leo mmeweza kuufunga ule mfereji wa Hormuz. Mfereji wa Hormuz upo baina ya nchi mbili zenye kudai kuwa ni nchi za Kiislamu, Omani pamoja na Irani. Hii njia ya pili ipo pia kwenye miji ya Waislamu, bahari nyekundu inapita Yemen, nao bado ni miji ya Kiislamu. Lakini kinachojadiliwa kwamba fungueni mifereji hii ipite, tupitishe nini? Kinachotoka wapi? Ipitishwe nishati ya dunia. Inatoka wapi nishati ya dunia? Kutoka kwenye miji ya Waislamu. Hivi kweli kuna uwezekano Waislamu wakawa wanyonge? Bali tukifunga mifereji tu dunia nzima na yumba, tukiamua kuzuia nishati yetu dunia nzima na yumba, alafu bado Waislamu tu wanyonge? Haya ndo ambayo anasema Umar bin al-Khattab, lima nuta dania fi dinina alasna ala al-haq wa hum ala al-batil alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fi an-nar. Kwa nini sisi watu dhalili? Allah katupa kila kitu. Nchi za Gulf zile zingeamua hivi, milango ya kupitishia imefungwa na sisi tunafunga viwanda vyetu vya kuzalisha gesi pamoja na mafuta. Billahi alaykum, dunia nzima ingeenda kuwapigia magoti, na sio mara ya kwanza hii kufanya hivyo. Mfalme nani yule wa Saudia walipomletea maneno haya kwamba tunataka tuingie mkataba wenye kipengele 1, 2, 3, akamwambia sisi saini mkataba huo. Wakamwambia atukuletei magadi, atukuletei nini? Akasema nafunga nchi yangu itabakia katika kisiwa kama ilivyo, tutakula tende, watu wangu watakunywa maji, usafiri wetu utakuwa ngamia, nendeni. Si walikuja kumpigia magoti? Kwa nini Waislamu tunabakia kwenye udhalili wakati kila kitu ambacho kinaendesha dunia kipo kwetu? Kwani magari mengi yanatoka kwa Waislamu? Magari yanayotumia nishati ya mafuta pamoja na gesi yanatoka Waislamu. Hivi viwanda vinavyotengeneza magari Japani, Ujerumani na sehemu nyinginezo, kwani hao ni Waislamu? Kwa nini wasiamue sasa wasitengeneze magari yanayotumia mafuta na gesi ili watukomoe sisi, wasinunue kwa sisi mafuta na gesi? Wanaweza? Tunataka tuwakomoe Waislamu. Wamefunga mfereji, hatutengenezi magari wala mashine za mafuta wala gesi, tutatengeneza magari ya kutumia umeme. Tusihitaji mfereji wala nishati inayozalishwa kwenye miji ya Waislamu. Hawawezi kufanya hivyo, lakini ukweli hawawezi. Allah amesahihisha hii dunia iwe inaendeshwa na Waislamu. Waislamu kuendelea kukubali udhalili, huu ni udhalili. Nimalize kwa kusema ule mfereji Hormuz ule, upande wa kuliani kwake ni Irani Mashia, upande wa kushotoni kwao ni wa Omani Maibadhi. Kinachozuiwa kupita kwenye mifereji hii ni nishati ya mafuta na gesi, inatoka nchi za Gulf, Masuni. Udhalili unatoka wapi? Mshia na Muibadhi wameamua kufunga mfereji wao, Masuni tunaamua kufunga mafuta yetu. Lakini ukiona akija kwamba mimi bwana siwezi kulala bila kiyoyozi, sina nini, kiyoyozi kinatoka wapi? Watakudhalilisha kwa sababu ya kulazimisha hicho kiyoyozi chako. Na haya hayakuwa katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasulhu khair. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.